الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. Mandugu zangu Waislamu, tunaendelea na ile visa vyetu vya mitume. Leo tunaanza kisa mtume Lut alayhi salam. Tulisema mtume Lut alayhi salam ami yake alikuwa mtume Ibrahim alayhi salam. Mtume Lut alayhi salam alikuwa anaitwa Lut ibn Harran ibn Azar. Ibrahim alayhi salam alikuwa anaitwa Ibrahim ibn Azar. Sasa Ibrahim alikuwa ni ammi ya mtume Lut alayhi salam. Mtume Lut alayhi salam, wakati ile mtume Ibrahim alayhi salam alitoka ndani ile moto, ile mtu peke yake alimwamini alikuwa ni mtume Lut alayhi salam. Alikuwa ni kijana mdogo, lakini alikuwa amefahamu haki. Akawa peke yake katika hiyo town ya Babylon, alimwamini mtume Ibrahim alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema faamana lahu Lut waqala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Lut alayhi salam peke yake ndio alimwamini mtume Ibrahim alayhi salam. Akasema mimi nitahama kwa sababu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Mtume Lut alayhi salam akawa anaenda na mtume Ibrahim alayhi salam, wakafika mpaka Haran. Tunajua hiyo historia. Wakafika mpaka Baitul Maqdis, katika ile ardhi ambayo imebarikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya muda mtume Ibrahim alayhi salam, ikafika wakati ikakuwa ni kiangazi, mtume Ibrahim alayhi salam akaelekea upande wa Misri. Akamwambia mtume Lut alayhi salam, enda upande wa Sodom and Gomorrah, ama inaitwa Al-Mu'tafika, hiyo town. Akaelekea mtume Lut alayhi salam. Sasa mtume Ibrahim alayhi salam akafika Misri, akarudi Baitul Maqdis, akaenda Makka, akamzaa kwanza Ismail alayhi salam kwa Baitul Maqdis, akaenda Makka, akataka kumchinja mtume Ismail alayhi salam, akajenga Kaaba. Hiyo muda yote mtume Lut alayhi salam alikuwa upande lingine ya Sodom and Gomorrah. Mtume Lut alayhi salam alikuwa anaongea na watu wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an venye alimpatia mtume Lut alayhi salam utume. Waludan atainahu hukman wa ilma. Mwenyezi Mungu anasema mtume Lut alayhi salam tumempatia hukumu na tukampatia ilmi. Tulimpatia utume mtume Lut alayhi salam. Mtume Lut alayhi salam akaendea watu wake, akawaita katika kiwanja vinyamifika katika ile town. Akaona ile tabia mbaya ambaye hao wanafanya ni tabia ambaye haijawahi onekana mpaka wakati huo, haijawahi onekana katika duniani. Allahu Akbar. Akawaita katika ile town mtume Lut alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, kadhabat qawmu Lutin al-mursalin, hakika watu wa Lut waliwakanusha mitume. Allahu Akbar. Ukimkanusha mtume mmoja ni kama umewakanusha watume wote. Leo ukimkataa mtume Musa alayhi salam ama ukimkataa mtume Isa alayhi salam, huwezi jiita wewe ni Muislamu. Lazima uamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, malaika yake, vitabu vyake, mitume wake, wote lazima uamini. Allahu Akbar. Ukimkataa mtume mmoja ni kama umewakataa watume wote. Mtume Lut alayhi salam akawaambia nini? Idh qala lahum aquhum Lutun ala tattaqun. Ndugu yao Lut akawaambia, je, hamchi Mwenyezi Mungu? Je, hamumwogopi Mwenyezi Mungu? Kwa nini mnamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inni lakum rasulun amin, hakika mimi ni kwenu ni mtume, tena mimi ni mwaminifu kabisa. Fattaqullaha wati'un, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nitini mimi kama mtume. Allahu Akbar. Mtume Lut alayhi salam anaambia watu wake, akawaambia msiona kama mimi nataka mashilingi, sitaki pesa kwenu, sitaki mali kwenu. Wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin, hakika mimi sitaki ujira yoyote juu yenu.
juu ya haya ambaye mimi nawaambia, wallahi sitaki ujira yoyote, ujira yangu haiko ila kwa Mola mlezi wa ulimwengu wote. Mimi namwamini Mola mlezi wa ulimwengu wote peke yake ndo atanilipa mimi, lakini kwenu sitaki kitu yote. Allahu Akbar. Sasa Mtume Lut alayhi salam, wale watu wake walikuwa na tabia tatu ambaye ni chafu kabisa. Ya kwanza, walikuwa wanamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya pili, walikuwa wanafanya tabia ambaye ni chafu kabisa, tabia ya ushoga, tabia ambayo wanaingilia wanaume wengine. Hiyo ndiyo tabia ambayo walikuwa nayo watu wa Lut alayhi salam. Na tabia ya tatu, walikuwa ni highway robberies, walikuwa wanasimama kwa barabarani wakiiba watu mali yao, wakiwashika watu na nguvu, wakiwarepu wanaume kwa nguvu. Allahu Akbar, subhanallah. Walikuwa wanafanya hiyo tabia tatu. Sasa Mtume Lut alayhi salam anaenda straight to the point, ataatuna dhukrana min alalamin. Je, nini katika viumbe vyote munaingilia wanaume, munaendea wanaume, munafanya ushoga? Allahu Akbar. Watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun adun, na munawacha ile ambaye Mola wenu mlezi alikuumbeni kwa wake zenu. Wake zenu ameumbieni kitu ambaye nini mutastareka naye, munawacha hiyo, kwani nini ni watu ambaye mumevuka mipaka. Allahu Akbar. Anaambia kwa hakika wallahi nini mumevuka mipaka. Kwa nini msiendee wake zenu? Ni nini mnatafuta kwa wanaume? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Katika ishara za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alikuumbeni wake zenu kutokana na nafsi zenu. Allahu Akbar. Litaskunu ilaiha, ili mupate utulivu kwao. Allahu Akbar. Angalieni, ili mupate utulivu kwao, kwenu, ili mupate utulivu kwao. Mwenyezi Mungu aliwaumba wake zenu kutoka nafsi yenu. Allahu Akbar. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Mwenyezi Mungu anasema tumeijalia baina yenu mapenzi na huruma. Allahu Akbar. Baina ya nani? Mume na mke. Allahu Akbar. Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitupatia hiyo zawadi, lakini watu wa Qaumu Lut walienda against ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakamwambia Lut alayhi salam, qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna min almukhrajin. Ewe Lut, kama huwezi wacha hii jambo ambayo unatuambia tuachana na kuwaingilia wanaume wengine ama tumwabudu Mwenyezi Mungu moja, kama huwezi wacha kutuambia hivyo, wallahi tutakutoa, tutakufukuza katika hii city yetu, tutakufukuza katika hii mji yetu, tutakutoa kabisa. Wanaambia hivyo mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Lakini Mtume Lut alayhi salam anauliza swali lingine, qala inni li'amalikum min alqalin. Wallahi mimi kwa hakika naichukia hiyo tendo ambaye nini mnayotenda. Wallahi hiyo jambo ambaye nini mnayotenda, hiyo jambo ambaye mbaya chafu ambaye mnatenda, wallahi mimi naichukia kabisa. Lakini nataka naulize swali moja. Lut alayhi salam anataka aulize watu wake swali moja. Anasema hii jambo ambaye imefanyika haijawahi onekana maisha yake katika hii duniani mbeleni, kabla yenu haijaonekana kabisa. Waludan idh qala liqaumihi innakum latatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Lut alayhi salam anaambia watu wake, kaumi yake, kwa hakika hii chafu ambaye nini mnafanya, hii jambo ambaye ni chafu ambaye nini mnafanya, wallahi hakuna mmoja katika ulimwengu aliyekutangulieni haya. Hakuna kiumbe yoyote ambaye alikutangulieni katika hii jambo ambaye mnafanya. Hata wanyama wafanyi jambo kama hii ambaye mnafanya. Hata wanyama hawafanyi ile jambo ambaye nini mnafanya, na hiyo shoga ambaye mnafanya. Mtume Lut alayhi salam anawaambia kutoka Adam alayhi salam mpaka wakati hiyo hakuna mtu amayefanya jambo kama hiyo. Lakini leo kwetu hapa hata tumezidi watu wa Lut alayhi salam. Watu hapa tunaona ni jambo ya kawaida,
ndio sheitani. Abu, angalia, wallahi hawa ni jeshi ya Iblis. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Afaman zuyyina lahu suu amalihi faraahu hasana, anawafanyia urembo katika ile amali ambayo mnafanya, watu wanaona kama ni kawaida. Wallahi saa hii ile ushoga, ile lesbianism, ile gays inaendelea, wallahi watu wamechukua ni kitu kawaida tu peke yake. Hawajui kuna koma ambaye Mwenyezi Mungu aliwaangamiza, na venye aliwaangamiza na kaumu Lut, aliwaangamiza na adhabu 3. Tutakuja kuona ile uchungu ambayo watu wake walipitia. Lakini Lut alayhi salam hakuchoka na watu wake, anawaambia ogopeni Mwenyezi Mungu, hii jambo ambayo mnafanya, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, katika kila kitu Mwenyezi Mungu anasema tuliwaumba in pairs. Kama nyinyi ni watu wa kukumbuka, tumeumba mke na mme, na tukaumba kila kitu in pairs. Wallahi hata saa hii the ions hawezi leta ati negative na negative ishikane, hapana. Inataka negative na positive. Hata kama ni chuma inataka negative na positive. Hata kama ni stima inataka negative na positive. Kila kitu Mwenyezi Mungu ameumba in pairs, si binadamu peke yake. Kila kitu in pairs. Lino mayona negative na negative uletanisha alafu ikuletee anything, haiwezi kukuletea. Lazima ukuwe na negative na positive. Ndio Mwenyezi Mungu anasema kila kitu tuliumba in pairs. Sasa angalia watu wa Lut, walikuwa ni watu wachafu, ni watu ambaye wamuogopi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Lut alayhi salam akaambia nini? Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qawmun tajhalun. Watu wangu, kwani munawaingilia wanaume, munakuwa na matamanio kuwaingilia wanaume badala ya wanawake? Je, kwa hakika nyinyi ni watu ambaye ni wajinga? Ninyi ni watu ambaye hamuna akili? Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema nini? Bal antum qawmun musrifun, kwa hakika nyinyi mmekuwa watu ambaye ni wafisadi, watu ambaye muna transgress, munapita mpaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Lakini watu wake hawakuna msikiza, wanasema word moja peke yake. Wanamwambia nini Mtume Lut alayhi salam? وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Wanasema Mtume Lut alayhi salam wanamjibu kaumu yake na jawabu moja peke yake, wanambizana tumtoe huyu tumfukuze huyu katika mji yetu, hakika yeye anajifanya mtu ambaye amatakasika, ni mtu msafi, ni mtu ambaye ni mzuri, ati sisi ndo wachafu. Sasa hii mtu tumtueni katika hii siti yetu, haende kabisa, atoke katika hii siti yetu ambaye ako Sodom. Allahu Akbar. Hiyo ndo jawabu yao. Lakini Mtume Lut alayhi salam hakuwa anakufa moyo, alikuwa anarudi kwao. Lakini walikuwa na tabia nyingine tena mbaya. Tabia gani? Wanafanya hiyo uchafu mbele ya watu, in full view of the people. Wanafanya hapo nje kabisa katika hiyo chafu. Mtume Lut alayhi salam anauliza swali, atatuna alfahishata wa antum tubsirun. Sasa tena mmezidi, advance zaidi, mnaanza kufanya ile uchafu ilhali nyinyi mnaona na macho yenu, wanaendeana mume kwa mume mbele ya watu, in full view of the people. Allahu Akbar. Mtume Lut alayhi salam anawaambia hivyo, wanamjibu nini? Fama kana jawaba qawmihi illa an qalu akhriju ala Lut min qaryatikum innahum unasun yatadahharun. Wanasema hawana jawabu nyingine, jawabu yao ni kusema tumtoeni, tumfuguze hii wafuasi wa Lut alayhi salam kutoka tauni yetu. Hakika hawa wanajifanya ambayo watu ambayo wametakasika, watu ambaye ni wasafi, watu ambaye ni wazuri, wanajifanya hivyo, tuwafukuze katika hii town. Hawana swali lingine, hawana jawabu lingine. Lakini Mtume Lut alayhi salam wapi? Anawarudia, anawaambia hiyo muda yote Mtume Ibrahim alayhi salam anazunguka, hiyo miaka yote Mtume Lut alayhi salam hakukufa moyo na hao. Innakum latatuna ar-rijal, kazi yenu je
kazi yenu ni kuwaingilia tu wanaume, ni kuwaendea wanaume, kwani wasichana wetu ndo hao warembo warembo, si waendeeni kwa hii wasichana yetu. Allahu akbar. Watakadauna sabil, kazi yenu ni highway robberies, munasimama katika barabarani munaiba watu, munawanyang'anya watu mali yao, na wafanyi hivyo peke yake. Wale wanaume ambaye hawana nguvu wanaenda na hiyo caravan, wanawashika na nguvu na wanawarepu. Allahu akbar, subhanallah. Watakdauna sabil wataatuna fi nadikumul munkara. Allahu akbar. Na walikuwa na mahali ya mkutano ambayo wanakutana wanafanya na maovu, walikuwa na club. Hao club ambayo mnaona hapa imeanza wakati hiyo, walikuwa na club wakidance, wakifanya mambo yao na wakifanya mambo yao maovu mingi ndani, na wanafanya usharati ya kila aina ndani. Lakini Mtume Lut alayhi salam anawaendea, anaongesha, lakini hawamsikizi. Lut alayhi salam anaambia, sasa tufanye aje? Mbona mnakataa maneno yangu? Simumwogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini watu wake wanasema, Lut, hatuwezi kukusikiza. Lut, kuja sasa tukuambie. Lut, umetuambia kuna adhabu, kuna Mwenyezi Mungu atatuangamiza, Mwenyezi Mungu atatumaliza, Mwenyezi Mungu atatuletea adhabu yake. Kuja sasa tukuambie jambo. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina biadhabillahi in kunta min as-sadiqin. Wakawa na majawabu, ile jawabu peke yake walikuwa wanampatia watu wake, wanamwambia, ewe Lut, tunataka sasa utuletee ile adhabu kutoka Mwenyezi Mungu yako, kama wewe mtu unasema ukweli. Bring it on, lete, tunataka tuone hiyo adhabu ambayo unatustua nayo usiku na mchana, unatuambia tukiendelea na hii tabia yetu mbaya tutaadhabiwa. Allahu akbar, Allahu akbar. Lut alayhi salam aliomba dua moja. Lut alayhi salam aliinua mkono kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akasema, qala rabbi surni ala alqawmi almufsidin. O Allah, ninusuru kutoka hao watu ambao ni wachafu, hao ambao wafisadi, hao ambao wanafanya tabia mbaya yote. Ya Allah, ninusuru kutoka kwao. Allahu akbar. Mtume Lut alayhi salam anaambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivyo, rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, nakuomba utuokoe, uniokoe mimi na uokoe familia yangu kutoka haya jambo ambayo hii watu wanayofanya. Ya Allah, tuokoe. Je, Lut alayhi salam nani alimfuata? Lut alayhi salam alioa kutoka watu wa Sodom, akazaa. Mwenyezi Mungu alimpatia wasichana wawili peke yake, hakumpa kijana, alimpatia wasichana wawili peke yake. Je, hiyo muda yote, hiyo miaka yote Lut alikuwa anapatia hiyo mawaidha, ni watu wangapi walimfuata? Tutakuja tujue. Sasa ile dua ikafikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akatuma malaika watatu, Jibril, Israfil na Mikail. Allahu akbar. Mara ya kwanza walishukia katika nyumba ya Mtume Ibrahim alayhi salam. Mtume Ibrahim alayhi salam, jana tuliongea juu yake. Mtume Ibrahim sailo walimkujia, qalu salaman qala salamu fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Sailo walikuja kumsalamia Mtume Ibrahim. Ibrahim akakuchukua salamu, akawaletea ile ndama ambayo ilikuwa nona na akachoma vizuri akawaletea. Baadake akauliza, qala fama qadbukum ayyuha almursalun, ujumbe wenu ni nini enye watu mliotumwa? Allahu akbar. Mtume Ibrahim alayhi salam anauliza, wakamwambia nini? Qalu inna ursilna ila qaumil mujrimin, wakasema sisi tumetumwa kwa ile watu ambayo wakosefu, ile watu wa Lut ndio tulitumwa kwao. Qalu inna muhliku ahli hadhihi alqaryati inna ahlaha kanu dhalimin, wakasema nini? Tutawaangamiza, kwa hakika tutawaangamiza watu wa hiyo mjini, tutawaangamiza kwa sababu hiyo watu wa mjini walikuwa madhalimu, walifanya dhulma kubwa sana, tutaenda tuangamiza wote. Mtume Ibrahim alayhi salam alikuwa ni mtu ambaye akona huruma. Sasa Mtume Ibrahim alayhi salam akaanza kujadiliana na hao. Falamma
dhahaba an Ibrahim ar-ru'u wajaathu al-bushra yujadiluna fi qawmi Lut. Sasa Ibrahim ile uoga ilimtoka, akajua hawa ni malaika ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatuma, na ile bishiri ya kwamba atapata kijana ilipomfikia, Mtume Ibrahim akaanza kujadiliana na hao watu, akaanza kujadiliana na hao malaika, anawaambia msiwaadhibu hao watu, wachane na wao. Je, kuna waumini ndani? Inaweza kuwa, je, kama kuna 300 waumini 300 mtaadhibu? Wakasema malaika, wakasema hapana. Je, kama ni 200? Wakasema hapana. Kama ni 100? Wakasema hapana. Je, kama ni 40? Wakasema hapana. Je, kama ni 5? Wakasema hapana. Je, kama ni mtu mmoja ambaye ameamini ataadhibiwa? Malaika wakasema hapana. Ndo Mtume Ibrahim akaruka akasema nini? Qala inna fiha Luda, ndani yao kuna jamaa ambaye anaitwa Lut alayhi salam. Je, ataadhibiwa? Nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahla, sisi tunaijua zaidi nani ako ndani yao, tutamwokoa yeye na pamoja na ahli yake. Usijali Ibrahim, usiogope, kwa sababu Ibrahim alikuwa nani? Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Ibrahim alikuwa ni mpole na alikuwa ana huruma mingi sana, alikuwa ana huruma na alikuwa ni mwepesi wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mtume Ibrahim anawaambia simuwapatieni time, hawa watu wa Lut labda watarudi, simuwapatie time. Akaambua nini? Ya Ibrahim a'rid an hadha, Ibrahim wachilia hiyo mbali. Innahu qad jaa amru rabbik, katika Mola wako mlezi amekwisha toa amri, imeshakuja ile amri ambayo imeshatolewa na Mola wako mlezi. Wachilia mbali ewe Ibrahim, usiwatetee hawa watu. Wa innahum atihim adhabun ghairu mardud, na hawao itawafikia adhabu ambaye haiwezi rudi nyuma. Hiyo adhabu lazima itawafikia watu wa Lut alayhi salam. Sasa wale malaika watatu wakaelekea upande wa Sodom. From Jerusalem to Sodom ni kama kilomita 140 ama 150 kutoka Jerusalem to Sodom. Sasa wakaelekea, wakafika wakati kama saa 8. Katika ile river kuna msichana mmoja wa Lut alayhi salam anachota maji, akaona wanaume watatu ambaye ni very handsome, ambaye hajawahi ona maisha yake. Na watu wa Lut mnajua wanapenda nani? Wanapenda wanaume. Ile msichana akastuka, akaona wale wanaume wanakuja. Inshallah tutaendelea kesho. Tunasema wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim.